Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena jioni njema ya leo dimanche le 21 Desembre 2025. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi kutoka kwenye uwanja wa vita. Ni habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazoendelea kusemekana nchini Kongo. Habari ambazo nimewaletea jioni ya leo ni mingi tena mbichi. Tangu asubuhi kupata habari kwenye channel yetu ilikuwa ka petit probleme mais pour le moment kila kitu kiko tayari na habari mtakuwa mkizifuata kama kawaida za asubuhi, za mchana na jioni. Siku ya leo mapigano makali yaliripotiwa mu territoire ya Kalehe kati ya wasi wa M23 na jeshi la Kongo pamoja na washirika wao wazalendo. Mapigano yalisikika ndani ya maeneo ya Chambombo pamoja na Lumbishi na eneo ya Katasomwa ambayo ilikamatwa na FARDC pamoja na wazalendo. Tumewaletea habari mingi tena mbichi. Unayoifuata ni Kwetu TV. Kama kawaida ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kuendelea kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mu comment na mu like, muzisambaze habari hizi kwa walio wengi ziwafikie, na mujiunge nasi na channel yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata habari zetu zote. Namna ya kujiunga, uguse hapo kwenye titre, chini ya titre utapata linki yetu ya WhatsApp, ujiunge nasi hapo utakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Ili kufahamu kinachoendelea hapo kwenye uwanja wa vita mashariki mwa nchi ya Kongo, kuwa nami mwanzo hadi mwisho utafahamu kabisa. Habari zetu za jioni ya leo tutawapeleka moja kwa moja mu territoire ya Kalehe kwenye mapigano makali yaliripotiwa ndani ya maeneo ya Chambombo, Lumbishi. Waasi wa M23 walipigana hapo na wazalendo pamoja na FARDC depuis asubuhi. Mapigano hayo makali ambayo yalisikika maeneo hayo yalikuja baada ya masaa machache tu na wazalendo pamoja na jeshi la Kongo wamekamata eneo ya Katasomwa. Jana jioni ndipo waasi wa M23 walitimuliwa ndani ya eneo ya Katasomwa baada ya kushambuliwa na wazalendo na jeshi la FARDC, wakafukuzwa pale, na asubuhi ya leo walirejea hapo Katasomwa kushambulia jeshi la Kongo na FARDC ambao walikuwa wamekamata eneo hiyo. Na wakati waliwashambulia eneo ya Katasomwa, papo hapo wazalendo pamoja na FARDC nao wakatakia alafua eneo ya Chambombo pamoja na Lumbishi. Mapigano makali yakaanza papo hapo kati ya pande mbili. Milipuko ya silaha nzito na nyepesi ilianza kusikika maeneo hayo asubuhi ya leo mapema saa 11, wakati waasi wa M23 walikuwa wameatakia Katasomwa. FARDC na wazalendo nao wakageuka wakatakia Lumbishi na Chambombo. Hali inaendelea kukua tete ndani ya maeneo hayo. Waasi wa M23 na FARDC pamoja na washirika wao wazalendo wako naendelea kupigana vikali mu maeneo hayo. Wazalendo pamoja na FARDC wangali wanaokipe eneo ya Katasomwa tangu siku ya jana, wakati waliwafukuza hapo waasi wa M23 wangali hapo. M23 ilianza kuwashambulia asubuhi ili kamate eneo hiyo bikuwezekana, na hali inaendelea kukua tete ndani ya maeneo hayo kutokana na mapigano hayo makali. Tutaendelea kufuatilia habari za mapigano hayo kwa karibu ili kuambia matokeo itakuwa ni nini wakati mapigano yataisha hapo. Unachohitajika kukifanya tu ni kusubscribe ili wakati wowote
habari zetu zinaweza kufika kwenye mtandao wetu uzipate kwa wakati. Tuendelee na taarifa zetu, tuwapeleke ndani ya mji wa Goma ambapo kuanzia kesho lundi le 22 Desembre 2025 wakaaji hawaruhusiwi kabisa kusirikile ndani ya quartier ya Himbi kuanzia 7h saa moja asubuhi. Wakaaji wa quartier ya Himbi mjini Goma hawaruhusiwi kusirikile ndani ya quartier. Yeyote ambaye atakamatwa akitembea hapo kuanzia saa moja asubuhi za kesho lundi atakuwa arete. Watu wote wanahitajika kwenye mitingi iliyoandaliwa na burgomestre wa eneo hiyo hapo ni mjini Goma. Wakaaji wa maeneo ya Himbi musikie kabisa siku ya kesho lundi musitembee hapo mkartie kuanzia saa moja asubuhi. Tukiwa ndani ya mji wa Goma, habari zinazotufikia kutoka mjini Goma ni ya kwamba M23 ilisinye makubaliano ya kutumika kwa pamoja na ile parti politique Sauve la RDC ambayo ilikuwaka kreye na ancien president Joseph Kabila. Ni habari ambazo zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii kuanzia jana samedi, zikisemekana ya kwamba ile parti politique ya Sauve la RDC ilisinye makubaliano ya kutumika kwa pamoja hapo mjini Goma na AFC M23. Makubaliano hayo ambayo ile parti politique Sauve la RDC itawapa waasi au AFC M23 milioni 2 za dola za Marekani kwa kusaidiana. Ni habari ambazo hazijatangazwa na pande yoyote kati ya AFC M23 na ile parti politique Sauve la RDC, zilitufikia kutoka mjini Goma ya kwamba walisinye makubaliano ya kutumika pamoja. Na haya nadhani ya kwamba hayawezi yakashtua watu paske ancien president Joseph Kabila kiongozi wa platform hiyo anatusaidianaka na wasi wa AFC M23, na bila shaka kabisa wanaweza kuwa walisinye ile makubaliano ya kutumika pamoja. Tuendelee na taarifa zetu. Baada ya wasi wa AFC M23 kutangaza kujiondoa mjini Uvira, bado FARDC inaendelea kutangaza kuhusu kujiondoa huko Uvira na kusema ya kwamba si kweli wala si kwa ufanisi. Huko Kinshasa, ndani ya mamlaka za serikali na jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, mashaka yanaendelea kuhusu tangazo lililotolewa na wasi wa AFC M23 kuhusu madai ya kujiondoa katika mji wa Uvira. Tangazo hili linakuja siku moja baada ya mashambulizi kuanzishwa katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa nchi kwa msaada wa Rwanda. Jeshi la FARDC kupitia msemaji wao Meja General Sylvain Ekenge lilielezea tangazo hili kama mbinu tu ya kupotosha inayolenga kupunguza shinikizo la kimataifa dhidi ya Rwanda na washirika wake wa AFC M23. Kulingana naye, mtazamo huu unaonyesha imani mbaya ya Kigali na unahatarisha juhudi zinazoendelea za amani zinazoongozwa chini ya upatanishi wa Marekani na serikali ya Qatar kwa msaada wa Umoja wa Afrika. Alisema kwamba kwa kweli upotoshaji huu si kitu kingine zaidi ya utani wa vyombo vya habari unaokusudiwa kudanganya maoni ya kitaifa na kimataifa. Unalenga kutumia imani ya wapatanishi wa Marekani na Qatar ili kugeuza shinikizo linaloongezeka la kimataifa kwa taifa mvamizi na vikosi vyake vya kijeshi kujiondoa huko kukubaliani na halisi na hali halisi iliyopo, na kunaonyesha imani mbaya ya Rwanda katika kuheshimu ahadi zake, hasa zile zilizotolewa ndani ya mfumo wa mkataba wa amani wa Washington. FARDC ililaani vikali hayo matangazo ya AFC M23 ya kujiondoa mjini Uvira wakati wa tangazo lake lililotolewa jana le 20 Desembre. Jeshi la Kongo pia linadai kwamba mashirika yasiyo ya kiserikali ya haki za kibinadamu, asasi za kiraia na wakaaji wa eneo hilo wameona kwamba kujiondoa huku kumetangazwa si kweli wala si kwa ufanisi. Ili kuunga mkono msimamo huu, Meja General Sylvain Ekenge anataja mambo kadhaa yanayoonyesha kutokuwepo kwa kuondolewa kwa vipengele vya AFC M23 RDF katika nafasi zao za awali za kijeshi. Kulingana na FARDC, jeshi
jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wapiganaji wa vitengo vya silaha vya AFC M23 RDF bado vipo na vinaonekana ndani ya karibu na Uvira. Inaripotiwa kuwa vimetumwa katika vitongoji kadhaa vya jiji vikichukua nafasi za kimkakati na kudhibiti barabara fulani katikati mwa jiji la Uvira. Wanajeshi wa Rwanda wameripotiwa, baadhi wakiwa wamevaa sare za polisi wa Rwanda, wengine wakiwa wamevaa nguo za kiraia. Vikosi vyenye silaha pia vimeripotiwa kuonekana katika bandari ya Kalundu na kwenye mpaka wa Kongo na Burundi. Jeshi hili linalaani zaidi uwepo wa vizuizi na vituo vya ukaguzi vilivyojengwa na vikundi hivi vyenye silaha ambavyo vinazuia usafiri huru wa watu na bidhaa. Taarifa hiyo pia inaangazia ukosefu wa unafuu unaotokana na vikosi vya kawaida vya Kongo na kusema ya kwamba hakuna utekaji nyara mzuri wa nafasi uliofanywa na FARDC au vikosi vya usalama vya eneo hilo. Hati hiyo ilibainisha hayo. FARDC pia inaripoti visa vya vitisho, unyang'anyi, unyanyasaji, kukamatwa kiholela na mateso yaliyofanywa dhidi ya wakaaji wa Uvira na maeneo yanayoizunguka, ukweli unaodhibitishwa na shuhuda kadhaa. Jeshi pia liliripoti shughuli za kijeshi za usiku ndani ya nje ya jiji zikionyeshwa na harakati za kutiliwa shaka na doria zenye silaha katika vitongoji mbalimbali. Lilisema kwamba kundi hilo dogo lilirekodi wakati wa tangazo la kujiondoa, baadaye lilihamishiwa kwenye vilima vya ndani vya ndani ya nyanda za juu za Uvira ili kujificha, huku vikosi vingine vikiripotiwa kuelekea ndani ya nyanda za juu za Fizi kujaribu kujiunganisha na vikundi vya Twirwaneho na Redi Tabara. Kundi lingine linaloripotiwa kujaribu kukwepa nafasi za FARDC kwa kupitia vilima vinavyoelekea Fizi. FARDC, jeshi la Kongo, wanaamini kwamba tangazo hili ni sehemu ya utaratibu wa mara kwa mara wa Rwanda wa hila, mikakati, kuchelewesha mbinu na kushindwa kutimiza ahadi. Wanawasihi wapatanishi wa Marekani na Katari pamoja na jumuiya ya kimataifa kutoamini kauli za Rwanda na wawakilishi wake katika AFC M23 ambao wanawashutumu kwa kuazimia kuendeleza uhasama kinyume na makubaliano ya Washington na azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ni tangazo la FARDC ambalo walilitangaza siku ya jana, ambalo nilikuwa nikiwaambia. Unasikia kwamba FARDC nayo inakanusha kabisa tangazo la waasi wa M23 la kujiondoa mjini Uvira, paske wanaona kwamba ni bongo kabisa. Walikuwa deploye mu maeneo ya Fizi na kwingineko ili kupiganisha wanajeshi wa wazalendo, wanajeshi wa FARDC ili kusonga mbele mu territoire ya Fizi. Taarifa ambazo nimewaletea ni mingi kutokana na kuendelea kwa mapigano mashariki mwa nchi ya Kongo. President Felix Tshisekedi alishauriana na Denis Sassou Nguesso kuhusu mgogoro mashariki mwa nchi ya Kongo. Kufuatia kuidhinishwa kwa makubaliano ya Washington kati ya Kinshasa na Kigali mbele ya rais wa Marekani Donald Trump, na katika muktadha wa usalama uliojaa mapigano makali kati ya waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda na vikosi vya serikali, mapigano yaliyosababisha kukaliwa kwa mji wa Uvira katika jimbo la Kivu Kusini, mkuu wa nchi Felix Tshisekedi anaongeza mawasiliano na wenzake katika eneo la Maziwa Makuu. Ilikuwa katika muktadha huu kwamba baada ya kusimama Angola, alimtuma mjumbe wake na balozi anayetembea Antoine Gonda Magharibi kwenda Brazzaville kukutana na mwenzake wa Kongo Denis Sassou Nguesso. Ile ni Kongo Brazzaville, akiwa amebeba ujumbe kutoka kwa Rais Felix Tshisekedi. Antoine Gonda Magharibi alionyesha kwamba ilikuwa muhimu kumjulisha Denis Sassou Nguesso kwa nafasi yake kama kiongozi mkuu zaidi katika eneo hilo kuhusu maendeleo ya hivi karibuni katika hali ya usalama na kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia makubaliano ya Washington. Balozi mkuu Antoine Gonda alisema ya kwamba tulikutana na mheshimiwa rais wa jamhuri ili kumupa taarifa kuhusu hali katika eneo la Maziwa Makuu na hasa kuhusu mikataba iliyosainiwa huko Washington kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Ilikuwa muhimu kwamba mheshimiwa Denis Sassou Nguesso katika nafasi yake kama kiongozi mkuu wa nchi aweze kuelewa hali hiyo, kutoa mwongozo na hakika ushauri wa ufuatiliaji.
Balozi mkuu Antoine Gonda Mangalibi alitangaza hayo siku ya jana kufuatia mahojiano na wanahabari, na aliendelea kusema kwamba bila shaka unafahamu kwamba mara tu baada ya kusainiwa kwa mikataba hii huko Washington, waasi wa M23 walianza tena uhasama kwa usaidizi wa Rwanda. Kwa hivyo ilikuwa muhimu kuelezea hasira yetu kwa Rais Denis Sassou Nguesso ili aweze kutupatia ushauri na mwongozo wa kumkabidhi mkuu wa nchi Felix Tshisekedi ambaye alituamuru. Nadhani ya kwamba tuko naendana 5 kwa 5, habari zote mko na zifuata kabisa kwa kawaida. Tunaendelea na taarifa zetu. Niwaambie kwamba nimewaletea habari mingi. Huko Kampala, Uganda, kuko kikao ambacho kiko nafanyika huko kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, kikiongozwa na Yoweri Kaguta Museveni ndani ya eneo ya State House hapo Entebbe. Wanaendelea kuongelea kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo. Ni viongozi tofauti ambao walipatana, wale viongozi wa EAC, wale viongozi pia wa SADC, wote wako hapo ili kuongelea hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo. Maongezi wanayoyafanya ni kutafuta solution ya mgogoro mashariki mwa nchi ya Kongo na solution ya hali ya usalama mo region de Grand Lac yote. Maongezi yanaendelea. Wakati maongezi yatakapoisha, tutawaambia ni kipi ambacho walikipata kama solution itakayomaliza mgogoro mashariki mwa nchi ya Kongo na maeneo ya maziwa makuu. Tunaendelea na habari zetu. Wakazi wa jimbo la Kwango waliandamana mitaani kwa maandamano ya kumunga mkono rais wa Jamhuri Felix Tshisekedi, wakiwaunga mkono vikosi vya wanajeshi vya Kongo FARDC pamoja na wazalendo. Mpango huu unafuatia wito uliozinduliwa na Umoja Mtakatifu wa Taifa chini ya uratibu wa gavana na mratibu wa mkoa wa Muungano Mtakatifu Willy Bitusila. Maelfu ya raia waliitikia maandamano hayo ambayo waliyafanya Ijumaa le 19 Desembre. Kuanzia uwanja wa mwanamke mwenye kulia, waandamanaji walitembea kupitia njia kuu za Kenge ili kufika kwenye kibanda cha kati katika mazingira ya kustarehe yaliyojaa nyimbo za kizalendo, wakipeperusha bendera ya Kongo na zile za vyama vya siasa. Waandamanaji walitoa wito wa umoja, amani na usaidizi kwa vikosi vya ulinzi, mamlaka za kisiasa, maafisa wa utawala, wanaharakati kutoka vyama vya Umoja Mtakatifu, vijana na watu mashuhuri wote walikuwepo, wakidhibitisha tena kujitolea kwao kwa uhuru wa kitaifa. Katika hotuba yake kwa umati, Gavana Willy Bitusila alisifu uongozi wa Felix Tshisekedi hasa kwa juhudi zake za kidiplomasia kuelekea amani ya kudumu kama ilivyoonyeshwa na makubaliano yaliyosainiwa hivi karibuni huko Washington kati ya nchi ya Kongo na Rwanda. Pia alitoa heshima kwa ujasiri na kujitolea kwa FARDC na wazalendo katika kukabiliana na vita vya uchokozi vinavyoikumba nchi ya Kongo. Alisema kwamba Kwango inabaki kuwa na umoja nyuma ya mkuu wa nchi na wanajeshi wetu mashujaa. Lazima tulinde taifa letu kwa fahari na dhamira. Alitangaza hayo yule gavana wa mkoa wa Kwango. Maandamano haya yaliyoelezwa kuwa mafanikio na waandaaji wanasema ya kwamba yanaashiria kujitolea kwa dhati kwa jimbo la Kwango kutetea uadilifu wa eneo, umoja wa kitaifa na amani nchini Kongo. Ni maandamano ambayo yalikuwa huko mu province ya Kwango. Taarifa zetu zinaendelea, habari ni mbichi ambazo nimewaletea. Ndani ya mkoa wa Kalemi zaidi ya wanajeshi 116 wote wanafuatiliwa na mahakama ya kijeshi huko kufuatia kukimbia adui
AFC M23 kwenye uwanja wa vita mu territoire ya Uvira. Baada ya kuanguka kwa mji wa Uvira, wanajeshi wengi wa FARDC walionekana kuelekea Kalemi wakiwa wanaacha wengine kufro wazalendo na wengine ambao walikuwa wakipigana na wasi wa AFC M23. Mahakama ya kijeshi huko Kalemi ilianzisha sasa kesi za hao wanajeshi wote ambao walikimbia adui ndani ya maeneo ya Uvira. Ni wanajeshi zaidi ya 116 ambao kwa sasa wanafuatiliwa na mahakama. Hao wote watakuja kuhukumiwa kutokana na makosa yao, na si wanajeshi wa chini ambao wako nafuatiliwa kwa kukimbia adui kwenye uwanja wa vita, bali kesi za viongozi nao wa wanajeshi hao maeneo ya Sud Kivu ziko na andaliwa ili kuwahukumu kwa makosa yao ya kukimbia adui kwenye uwanja wa vita. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea jioni ya leo, na washukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi, na nawaomba kuendelea kusubscribe, yani kujiabone ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Asante sana.